أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema kuhusu Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, habari nilizozieleza katika hutuba za nyuma za kupeleka vikosi mbalimbali, maelezo yake nitayaeleza hapa ili tuweze kujua hali halisi ya kutisha ya wakati ule, kama ilivyokuwa imeelezwa ya kwamba vikosi 11 vilikuwa vimetumwa, ambavyo kikosi cha kwanza kilichopelekwa maelezo yake ni kama yafuatayo. Kikosi hiki kilikuwa kimepelekwa kwa lengo la kupigana na kuwaangamiza waasi waritadi na mitume waongo kina Tulaiha bin Khuwailid, Malik bin Nuwaira, Saja binti Haris na Musailma Kazzab na kadhalik. hata Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu alimkabidhi Khalid bin Walid bendera moja na akamwamuru ya kwamba yeye aende kupigana na Tulaiha bin Khuwailid, na akimaliza naye aende kupambana na Malik bin Nuwaira katika vita, na kama yeye akitaka kupigana nawe basi upigane naye vita. Bita ni jina la chimchim moja katika eneo la Banu Asad. Vita hiyo ilikuwa imetokea kule. Kuna riwaya isemayo ya kwamba hata Abubakar alimteua hat Thabit bin Qais kama amiri wa Ansar, na akimweka chini hat Khalid bin Walid akamwamrisha hat Khalid ya kwamba yeye aondoke kupigana na Tulaiha na Uyena bin Hisan ambao walikuwa wamepiga kambi karibu na chimchim ya Bazakha ya Banu Asad. hat Abubakar alipofunga bendera kwa ajili ya hat Khalid bin Walid ili apigane na wale walioritadi, akasema kwamba mimi nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema ya kwamba Khalid bin Walid ni mja mwema sana wa Allah na ni ndugu yetu, ambaye ni upanga mmoja katika panga za Allah ambao Allah ameuniosha zidi ya makafiri na wanafiki. hat Abubakar akamtuma hat Khalid bin Walid kwenda kwa Tulaiha na Uyena. Utambulisho mfupi wa wapinzani hawa wawili ni kama ufuatao. Tulaiha Asadi alikuwa mmoja kati ya manabii waongo ambaye katika siku za mwisho za maisha matakatifu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alidai kuwa nabii. Jina lake lilikuwa Tulaiha bin Khuwailid bin Nufal bin Nazala Asadi. Mnamo mwaka wa 9 wa Hijra, akifuatana na kaumu yake akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kufika Madina
watu hawa wakamsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasema ya kwamba sisi tumekuja kwako, sisi tunatoa ushahidi ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah na wewe ni mja wa Allah na mtume wake. Kisha Tulaha akasema kwamba ijapokuwa wewe hujamtuma yoyote ili yeye angetuambia kuhusu madai yako, nasi tunawatosha wale walio nyuma yetu. Watu hawa wakarejea makwao, na katika maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam Tulaha akaritadi na akadai kuwa mtume na akaifanya Sumira kuwa kituo chake cha kijeshi. Kwa jina la mtu mmoja wa kaumu ya Aad, eneo hilo lilikuwa limepewa jina la Sumira na linapatikana likiwa na umbali wa hatua moja kutoka Madina kuelekea Makka. Kuna milima yenye rangi nyeusi ambayo imezingira eneo hilo, na hiyo ndiyo sababu ya kuipa jina hilo. Kwa vyovyote vile, yeye alipodai kuwa mtume mwongo, watu wakaanza kumkubali. Sababu ya kwanza ya kupotea kwa watu hawa iliyotokea ni hivi ya kwamba yeye alikuwa safarini na kaumu yake, ndipo maji yakaisha na watu wakahisi kiu kali. Yeye akawaambia watu wake ya kwamba chukueni farasi yangu Lal na nendeni mbele maili chache na huko mtapata maji. Wao wakafanya hivyo na wakapata maji. Kwa sababu hiyo watu hawa wa vijijini wakakamatwa na fitina yake. Atakuwa ameona maji, kwa sababu hiyo watu hawa wa vijijini wakakamatwa na fitina hiyo. Atakuwa ameona sehemu fulani yenye maji, hivyo kwa ujanja fulani yeye akawatuma huko, na watu wasiokuwa na elimu kubwa wakashikwa na fitina yake. Jambo jingine ambalo yeye alikuwa amelifanya ni hili ya kwamba yeye alikuwa amefuta sijda katika swala, na akasema kwamba hakuna haja ya kusujudu katika swala, na alikuwa anasema kwamba wahyi unashuka juu yake kutoka mbinguni, na alikuwa anaeleza mbele ya watu maandiko mbalimbali yenye fasaha na balagha kama wahyi. Historia inatuambia ya kwamba katika zama za ujahilia makuhani, kwa kuwaelezea watu maandishi yenye fasaha na balagha, walikuwa wanaonyesha haiba juu yao. Na Tulaiha pia alikuwa kuhani. Tulaiha asli alidanganywa na nafsi yake na swala lake likapata umaarufu na nguvu yake ikazidi, na mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa yake akamtuma Zirar bin Azwar Asdi ili kupigana naye, lakini hilo lilikuwa nje ya uwezo wa Zirar, kwani nguvu ya Tulaiha ilikuwa imeshazidi sana. Hasa baada ya kuungana kwa Asad na Ghatfan, nguvu yake ilikuwa imesha imarika sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki dunia na swala la Tulaiha halikuweza kutatuliwa. Hata Abubakar alipochaguliwa kuwa khalifa na kwa ajili ya kuwaangamiza waritaadi na waasi, akatayarisha jeshi na akawateua maamiri juu yake. Hapo hata Abubakar akamtuma hata Khalid bin Walid na jeshi lake kwenda kupigana na Tulaiha Asadi. Watu hawa hawakuwa waritaadi au manabii waongo pekee, bali walikuwa wanapigana na Waislam vita, na walikuwa wanapanga mipango mbalimbali ya kuwaletea Waislamu hasara. Uyana bin Hisan alikuwa nani? Kuhusu huyo imeandikwa kwamba Uyana ni mtu yule yule ambaye katika vita vya Handaki alikuwa mkuu wa Banu Fazara. Katika vita ile majeshi matatu ya makafiri yakiungana na Bani Quraiza yalipanga mpango mkubwa wa kuivamia Madina. Uyana alikuwa kiongozi mmoja wa jeshi katika majeshi hayo matatu. Hata baada ya vita vya Handaki makafiri waliposhindwa vibaya katika vita hiyo, mtu huyo alikuwa amenuia kuishambulia Madina, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoka nje ya mji alikuwa amezuia shambulizi lake, na mtu huyo alikuwa ameshindwa vibaya katika vita hiyo inaitwa Ghazwa Ziqard. Uyana bin Hisan alikubali Islam kabla ya ushindi wa Makka, na wakati wa ushindi wa Makka huyo alikuwa Muislam. Pia alishiriki katika vita vya Hunain na Taif. Mnamo mwaka wa 9 Hijra, Mtume alimtuma na wapanda farasi 50 kwenda kupigana na Banu Tamim, na sababu ya kutumwa kwa kikosi hicho ilikuwa hivi ya kwamba Banu Tamim walikuwa wamemzuia mtendaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka na sadaka. Kisha katika zama za Hazrat Abu Bakar Siddiq, Uyana akashika
akashikwa na fitna ya uritadi na akaelekea kwa Tulaiha na akafanya baiati yake, lakini baadaye yeye alikuwa ametubu na kurejea katika Islam. Watu hawa walikuwa wanapigana zidi ya Islam, kisha wakasilimu, kisha wakaritadi na kuanza kupigana na Waislamu. Kisha imeandikwa ya kwamba Abbas na Zubian na wenzao walikusanyika katika eneo la Buzakha na Tulaiha akawatumia ujumbe Banu Judila na Ghaus ambao walikuwa sehemu mbili za kabila la Taa ya kwamba nini njoni kwangu mara moja. Baadhi ya watu wa makabila hayo wakamfikia na pia wakawachochea wenzao ili nao pia waje kukutana naye. Basi wao pia wakaja kwa Tulaiha. Hat Abubakar kabla ya kumtuma hat Khalid bin Walid kwenda Zulqasa akamwambia hat Adi ya kwamba wewe nenda kwa kabila lako Taa, wasije wakapigana nasi vita na waangamie. Hat Adi akawaendea na akawazuia katika Zarba na Gharib na akawaita katika Islam na akawafahamisha na akawaogopesha. Zarba pia ni sehemu moja katika eneo la Ghatfan na pia inasemwa kwamba katika Banu Murra hiyo ilikuwa chemchem moja ya Banu Auf. Khalid bin Walid akaelekea nyuma ya hat Adi. Hat Abubakar alikuwa amemwamuru ya kwamba yeye aanze kushughulikia pembezoni mwa kabila la Taa, kisha aelekee Buzakha na kutoka huko aende Butaha, na akimaliza nao aende kubaki kule kule hadi apate amri mpya. Hat Abubakar akasema ya kwamba yeye mwenyewe anaelekea Khaybar, na habari hiyo ikashamiri kwa watu ya kwamba Abubakar mwenyewe anaelekea Khaybar na akirejea kutoka Khaybar atakuja kuungana na Khalid katika maeneo ya mlima wa Salma. Riwaya ya pili inatuambia ya kwamba Abubakar alikuwa amepanga mpango huo ili maadui wakipata habari hiyo washikwe na haiba, wakifahamu ya kwamba kuna jeshi jingine la Waislam, ilhali yeye alikuwa ameshatuma jeshi zima pamoja na Khalid. Khalid akaelekea huko na akitoka Buzakha akaelekea Aja na Salma ni milima miwili. Kuhusu Salma imeshaelezwa hapo kabla, ambayo ni upande wa kushoto wa Samira, na sawa na kauli moja Aja ni mlima mmoja wa Banu Taa. Kwa vyote vile Khalid akaonyesha kwamba yeye anaelekea upande wa Khaybar, kisha kutoka huko atarejea kupambana na Taa. Kwa mujibu wa mpango huo, watu wa kabila la Taa wakaendelea kukaa katika sehemu yao na hawakuenda kuungana na Tulaiha. Hat Ali pia akawajia na akawaita kwenye Islam. Wao wakasema kwamba sisi hatutamtii Abul Fasil. Kutoka Abul Fasil walikuwa wamemaanisha hat Abubakar Siddiq. Fasil maana yake ni mtoto wa ngombe au ngamia ambaye awe amepoteza mama yake au ambaye awe ameachishwa maziwa. Kwa kuwa Bakar na neno la Fasil maana yake ni mtoto wa ngamia, hivyo baadhi ya watu kwa nia ya istihzai walikuwa wanamwita hata Abubakar kwa jina la Abul Fasil, yani baba wa mtoto wa ngamia. Hata Adi akawaambia ya kwamba kuna jeshi linalokuja kwenu kwa kasi ambalo kamwe halitawarhimuni na litawaueni mpaka hakuna atakayeweza kupata amani. Mimi nimejaribu kuwafahamisheni, sasa ni juu yenu kwamba mnafanya nini. Sawa na riwaya moja, yeye akawaambia watu wa kabila lake ya kwamba kisha wakati ule nyini mtamkumbuka hata Abubakar kwa kunia ya Fahlul Akbar. Fahl maana yake ni mnyama dume, yani kwa sasa nyini kwa kumfanya istihzai mnamuita kama mtoto mdogo wa ngamia, lakini wakati ule mtalazimika kumuita kwa jina la Fahlul Akbar, yani ngamia dume aliye imara. Watu wa kabila la Taa baada ya kumsikia Adi wakamwambia kwamba haya basi, wewe nenda ukakutane na jeshi hilo na ulizuie ili wao wasitushambulie hadi sisi tuwaite watu wetu warejee waliopo katika Buzakha. Sisi tuna wasiwasi kwamba kama tutampinga Tulaiha ilhali wenzetu wapo chini ya utawala wake, basi Tulaiha atawaua wote na atawateka.
jambo hili lilikuwa maarufu na mashuhuri kuhusu Tulaiha ya kwamba yeye haachi maadui zake. Hivyo watu wa kabila la Taa wakamwambia Hat Adi kwamba kwa kuwa kuna ndugu zetu ambao wapo katika jeshi lake, kama sisi tutaingia katika Islam au yeye akijua tu kwamba tuna nia ya kusilimu, basi yeye atawaua wote. Hat Adi akampokea Khalid bin Walid katika eneo la Suna. Suna pia ni sehemu moja inayozunguka Madina. Hat Adi akasema, Khalid, wewe nipatie muhula wa siku 3, wanajeshi 500 watakuja kuungana nawe, na ukiwa pamoja nao uwashambulie maadui, na jambo hilo ni bora kuliko kuwaingiza katika jahanamu. Yani watu wa kabila la Taa watakuja na wataungana na jeshi lako. Khalid akakubali pendekezo lake. Hat Adi akaja kwa kaumu yake, na wakati ule watu wa kabila la Taa walikuwa wameshawatumia wenzao watu ili warejee kutoka Buzakha. Watu wa kabila la Taa wakawatumia wenzao ujumbe huu ya kwamba wao warejee mara moja, kwani Waislamu kabla ya kuvamia jeshi la Tulaiha wamenuia kuwavamia wao, yani kabila la Taa. Hivyo wao warejee mara moja na wazuie shambulizi hili. Wakafanya hivyo, basi watu wao wakawarejea. Kama wao wasingefanya hivyo, basi Tulaiha na wenzake wasingewaacha hai. Kisha Adi akamwambia Khalid kwamba kabila lake limesilimu tena. Mwandishi mmoja ameandika ya kwamba hii ni kazi kubwa aliyofanya Adi, ya kwamba yeye aliita kaumu yake kuingia katika jeshi la Islam. Kushiriki kwa Banu Taa katika jeshi la Khalid bin Walid kulikuwa mwanzo wa kushindwa kwa maadui wa Islam, kwani kabila Taa lilikuwa linahesabiwa katika makabila yenye nguvu sana ya Uarabuni, na makabila mengine yalikuwa yanaelewa umuhimu wake na yalikuwa yanaogopa kutoka kabila hilo. Katika maeneo yao watu hawa walikuwa na heshima kubwa sana na nguvu. Makabila ya jirani yalikuwa yanatumia njia mbalimbali za kujenga nao urafiki. Kisha Khalid akitoka huko na akiwa na nia ya kupambana na Jadila akaelekea Unsar. Unsar pia ni jina la chemchem moja ya kabila Taa, na kulikuwa na makazi ya watu yaliyokuwa yameizunguka chemchem hiyo. Hat Adi akamwambia Khalid kwamba mfano wa kabila Taa ni kama ndege, na kabila Jadila ni mkono mmoja katika mikono miwili ya kabila Taa. Wewe nipatie muhula wa siku chache, huenda Allah awaongoze watu wa Jadila vile vile, na bila vita watu hawa wajirekebishe kama vile Allah amewaongoza Ghaus, yani tawi jingine la kabila Taa. Khalid akafanya hivyo. Hat Adi akawajia watu wa Jadila na akaendelea kuongea nao hadi wao wakafanya bayati Hat Adi, na Hat Adi akamtumia Hat Khalid habari hiyo njema ya kusilimu kwao, na akiwa na wapanda farasi 1000 wa kabila hilo akaja kuungana na Waislam. Kabila la Taa liliposilimu, Hat Khalid akaelekea kupigana na Tulaiha Asadi. Hat Khalid bin Walid alipofika karibu na maadui akawatumia kina Hat Uqasha bin Mihsan na Hat Sabit bin Akrab ili walete habari ya maadui. Upande mmoja watu hawa walifika karibu na maadui, na upande wa pili Tulaiha na ndugu yake Salma wakatoka kuangalia hali halisi. Salma akamshambulia Thabit mara moja na akamua shahidi, na Tulaiha alipoona ya kwamba ndugu yake amemua adui wake, hapo akamuita kuja kumsaidia zidi ya Uqasha kwamba njoo unisaidie, waila mtu huyo ataniua tu. Hivyo wote wawili wakamshambulia Uqasha na wakamua shahidi na wakarejea katika kambi zao. Kuna riwaya inayosema ya kwamba Khalid alipotuma Uqasha na Hazrat Thabit Ansari ili walete taarifa ya adui, hapo ndugu yake Tulaiha Hibal akakutana nao njiani na hawa wakamua Hibal. Jambo hilo lina ukweli kiasi gani Mwenyezi Mungu anajua, au yeye alikuwa ameanzisha vita na vita ikatokea ndipo akauawa. Kama riwaya hiyo ni sahihi, kwa vyovyote vile watu hawa walikuwa wamekwenda kuleta taarifa tu na nia yao haikuwa kupigana vita.
Tulaiha alipopata habari ya kuuawa kwa ndugu yake Hibal, akatoka na ndugu yake mwingine yani Salama. Tulaiha akamua hat Ukasha na ndugu yake akamua hat Thabit, na kisha wakarejea katika kambi yao. Hat Khalid akasonga mbele na jeshi lake hadi akafika huko ambako hat Thabit alikuwa ameuawa shahidi, lakini wao walikuwa hawajui kuhusu mauaji yake mpaka mtu fulani akakanyaga maiti yake, ndipo wakajua kwamba hat Ukasha bin Mihsan ameshauawa shahidi. Habari hiyo ikawahuzunisha sana Waislamu wote, nao wakaanza kusema ya kwamba miongoni mwa machifu wa Waislamu viongozi wawili wakuu na katika wapanda farasi wawili wameuawa shahidi. Al-Khalid kwa kuona hali hiyo akaanza kupanga safu za jeshi na akaandaa jeshi lake kwa ajili ya vita na akarejea upande wa kabila la Tai. Kuna riwaya inayosema hat Adi bin Hatim anasema ya kwamba mimi nilimtumia hat Khalid bin Walid ujumbe ya kwamba njoo kwangu na uishi kwangu kwa siku kadhaa. Mimi nitawatumia makabila yote ya Tai wajumbe wangu na idadi ulionayo ya Waislamu katika muda huo. Mimi nitakukusanya jeshi zaidi yake na kisha mimi mwenyewe pia nitaenda pamoja nawe ili tupigane na maadui. Basi Khalid akaenda kwake. Kuna riwaya nyingine isemayo ya kuwa Khalid alikuwa amepiga kambi katika eneo la Uraq katika kijiji cha Salma, lakini sawa na riwaya ya pili alikuwa amekaa katika eneo la Aja. Na kutoka hapo hat Khalid alipanga jeshi lake ili kupigana na Tulaiha, na katika eneo la Buzakha wote wakapigana vita. Watu walipoanza vita, Uyena akiwa na watu 700 wa Banu Fazara akapigana chini ya uongozi wa Tulaiha. Uyena na Tulaiha wakaungana kwa pamoja dhidi ya Waislam na wakapigana vita. Tulaiha alikuwa ameketi katika ua wa hema lake akiwa amejifunika na shuka. Huyu alikuwa amejifanya kuwa nabii, hivyo akaendelea kuketi katika hema lake na alikuwa anatoa habari za ghaibu. Alikuwa akisema, nini muende mkapigane vita, mimi ilhali nitawaambieni kuhusu matokeo ya vita. Na watu wake walikuwa wakipigana vita. Uyena alipopata shida kubwa katika vita na akapata hasara kubwa, yeye akaja kwa Tulaiha na akasema, je, Jibraili bado hajaja kwako? Tunakaribia kushindwa katika vita. Wewe unadai ya kwamba mimi napata wahi na ufunuo na Jibraili ananiambia kuhusu matokeo ya vita. Sasa niambie kama kuna matokeo yametoka. Je, Jibraili bado hajaja? Ya akasema bado. Uyena akarejea na akaanza kupigana vita, lakini pale alipata shida kwa mara nyingine akamjia Tulaiha na akasema, ole wako, je, Jibraili bado hajaja? Tulaiha akasema, wallahi bado hajaja. Uyena akasema, atakuja lini? Sisi tunakufa. Kisha akarejea katika uwanja wa vita na akaendelea kupigana vita, lakini akashindwa tena. Kisha akaja kwa Tulaiha na akamuuliza kama Jibraili amekuja kwake au la. Tulaiha akasema ndio amekuja. Uyena akamuuliza, haya, Jibraili amesema nini? Tulaiha akasema kwamba yeye ameniambia ya kwamba kuna sehemu ya kinu kwa ajili yenu kama vile kuna sehemu ya kinu kwa ajili ya Waislamu, na tukio litatokea ambalo hamtaweza kulibadilisha kamwe. Uyana akajisemea moyoni kwamba Allah anajua ya kwamba hivi karibuni yatatokea matukio ambayo nyinyi hamtaweza kuyabadilisha. Kisha yeye akaja kwa kaumu yake na akawaambia, eni Banu Fazara, wallahi Tulaiha ni mwongo mkubwa, basi nyinyi murejee nyuma. Hapo Banu Fazara wote wakasitisha vita. Watu wa Tulaiha waliposhindwa wakakimbia na wakajumuika kwa Tulaiha na wakamuuliza ya kwamba unatuamuru nini? Tulaiha alikuwa ameshatayarisha farasi kwa ajili yake na kwa ajili ya mkewe Nawar alikuwa amemwandalia ngamia. Ye akainuka na akapanda juu ya farasi yake na akampandisha mkewe, kisha akakimbia na akawaambia wenzake kwamba yeyote ambaye ana uwezo wa kufanya hivyo kama nilivyofanya mimi, basi afanye na asalimishe ahali zake. Kimbieni tu kutoka vita. Kisha Tulaiha akachagua njia ya Hushia hadi akafika Syria, na kundi lake likatawanika na kusambaratika, na wengi wao Allah akawafisha, yani wengi wakauawa. Sawa na riwaya moja, Tulaiha baada ya kukimbia uwanja wa vita akaenda kuishi kwa Banu Qalb katika Nakka, na huko akasilimu.
naka pia ni sehemu moja inayopatikana katika maeneo ya Taif, na pia inasemwa ya kwamba akaendelea kuishi kwa Banu Qalb hadi kifo cha Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Banu Amir wakiwa na viongozi wao na wengine walikuwa wameketi kwake, na hiyo ndiyo iliyokuwa hali ya makabila ya Sulaim na Hawazin. Kisha kwa mpango wa Allah, Banu Fazara na Tulaiha waliposhindwa vibaya, makabila haya yakaja yakisema kwamba dini tuliyokuwa tumetoka tunaingia tena katika dini hiyo hiyo. Wao wenyewe wakaja na wakaingia katika Islam na wakasema kwamba sisi tunamwamini Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na kuhusu mali na nafsi zetu tunakubali hukumu ya Allah na mtume wake. Katika Tarikh Tabri kuna riwaya isemayo kuwa baada ya kushindwa kwa watu wa Bazakha, Banu Amir wakaja na wakasema sisi tunaingia katika dini ambayo tulikuwa tumeacha. Hat Khalid akapokea bayati yao kwa sharti hili kwamba kwa sharti ambalo alikuwa amepanga na watu wa Buzakha, yani Asad, Ghatfan na Ta, na wote wakaingia katika Islam na wakakubali kutii. Bayati hiyo ilikuwa na maneno yafuatayo: ahadi ya Allah inachukuliwa kutoka kwenu ya kwamba nini lazima mtamwamini Allah na mtume wake, na lazima mtasimamisha swala na mtatoa zaka, na kwa misingi hiyo hiyo mtafanya bayati kwa niaba ya watoto na wanawake wenu. Hapo wao wakasema kwamba ndio. Naam. Hat Khalid hakupokea bayati kutoka Asad, Ghatfan, Hawazan, Sulaim na Ta, isipokuwa wao wamkabizi kwake wale wote ambao katika hali ya uritadi walikuwa wamewaunguza Waislamu na walikuwa wamekata viungo vya Waislamu na walikuwa wamepigana na Waislamu vita. Hat Khalid Khalid akapokea bayati yao kwa sharti hili tu ya kwamba mtu kabizi watu wenu ambao walikuwa wamewaua Waislam na kuteketeza nyumba zao na kuwaunguza Waislamu katika moto na kukata viungo vyao na kuwachoma motoni. Akasema kwamba mkini kabizi wahalifu hawa wote, ndipo mimi nitapokea bayati yenu. Yani wahalifu wote waletwe kwangu na munikabizi, kisha nitapokea bayati yenu. Basi makabila yote yakamkabizi wahalifu wote, na Khalid akakubali bayati yao. Na watu ambao walikuwa wamewazulumu Waislamu na walikuwa wamewachoma motoni na kukata viungo vyao, zulma ambazo walikuwa wamefanya zidi ya Waislamu kama nilivyokusha eleza katika hutuba za nyuma, wao wakapewa adhabu ile ile na wakatendewa kama wao walivyokuwa wamewatendea Waislamu. Kuna barua ambayo Hat Khalid alikuwa amemwandikia Hat Abubakar. Hat Khalid bin Walid aliwafunga kina Qurra bin Huwaira na wenzake na kamba, na kisha akawapeleka kwa Hat Abubakar na akamwandikia ya kwamba Banu Amir baada ya kuacha Islam na kuritadi wameingia tena katika Islam. Makabila ambayo nimepigana nayo vita au makabila ambayo nimefanya nayo suluhu bila vita, mimi sikupokea bayati ya mtu yeyote hadi waniletee wale watu ambao walikuwa wamewazulumu Waislamu, kisha nimewaua wahalifu wote na Qurra na wenzake na watuma kwako. Hat Abubakar akamwandikia Hat Khalid barua moja ambayo imesimuliwa na Nafi ya kwamba Abubakar akimjibu Khalid akamwandikia ya kwamba kile ulichofanya na mafanikio uliyopata, Allah akujalie malipo yaliyo mema sana. Wewe katika shughuli zako zote uendelee kuwa na hofu ya Allah. Inna Allaha ma'a allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Kwa hakika Allah yu pamoja na wale wanaomcha na wale wafanyao wema na hisani. Wewe katika kazi za Allah ufanye juhudi kamili na usioneshe uzembe. Mtu ambaye awe amemua Muislamu na akikamatwa, basi lazima umue, na umue kwa njia ambayo iwe somo kwa wengine. Watu walioasi amri ya Allah na wawe maadui wa Islam, kama Islam inapata faida juu ya kuwaua, basi unaweza kuwaua.
hat Khalid akaishi katika Buzakha kwa mwezi mmoja na akaendelea kuwasaka watu wa namna hiyo na kuwakamata, na kwa mujibu wa maagizo ya hat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, hat Khalid akawapa watu hawa adhabu kali. Kuna habari ya ujio wa Qurra bin Huwaira na Uyana bin Hisan katika Madina wakiwa mahbusu, na Tarikh Tabri inaeleza hivi ya kwamba Khalid alitatua swala la Banu Amir na akakubali bayati yao, na Uyana bin Hisan na Qurra bin Huwaira wakapelekwa kwa hata Abubakar. Watu hawa walipokuja mbele ya hata Abubakar, Qurra akasema, ewe mtume, ewe khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi ni muislamu. hat Amr bin As ni shahidi juu ya islam yangu. Alipokuwa amenijia katika safari yake, mimi nilikuwa nimemhudumia na kumheshimu na kumlinda. hat Abubakar akamuita hat Amr bin As na akataka uthibitisho wa kauli yake. hat Amr akamweleza yote na kile alichokuwa amesema Qurra. Alipotaka kumwambia kuhusu zaka, Qurra akasema kwamba hiyo inatosha, usieleze mbele, usieleze zaidi. Hapo Amr akasema kwamba rehma ya Allah iwe juu yangu, hapana, mimi nitamwambia Abubakar mambo yote. Hivyo yeye akamweleza Abubakar mambo yote kuhusu zaka. Qurra alikuwa amesema ya kwamba swala la zaka lisitishwe. Hapo Waarabu watamsikia Abubakar, yani zaka isichukuliwe. Hapo Amr akasema kwamba ina maana wewe umekuwa kafiri. Qurra akasema kwamba basi mupange muda maalum wa kutoa zaka, nasi tutakutana kwa pamoja na kutoa uamuzi wetu kwamba je, tutoe au tusitoe. Hata Abubakar akavumilia yote na akamsamehe Uyana na akamwacha huru. Uyana bin Hisan akaja Madina hali mikono yake miwili ilikuwa imefungwa na kamba juu ya shingo yake. Watoto wa Madina walikuwa wanamchoma matawi ya mtende na walikuwa wakisema kwamba, ewe adui wa Allah, je, baada ya kuamini ulikuwa umekufuru? Ye akasema, wallahi mimi sikuwa na imani kwa Allah mpaka leo, yani leo kwa kweli nimemwamini Allah. Hata Abubakar akamsamehe na akamwacha huru. Kuna mwandishi mwingine anaandika kwamba Uyana akaletwa kwa khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam. hata Abubakar na hata Abubakar jinsi alivyomtendea kwa wema, yeye alikuwa hategemei, yani alikuwa hana imani kwamba atafanywa hivi. hata Abubakar akatoa amri ya kufungua mikono yake, kisha akamwambia kwamba afanye toba. Hapo Uyana akatubu kweli kweli na akikubali makosa yake yote, akaomba msamaha na akasilimu na akaendelea kusimama imara juu ya islam yake. Tulaiha Asadi aliyekuwa amedai kuwa nabii muongo na muasi alikuwa amekubali islam. Kuhusu Tulaiha imeandikwa ya kwamba sababu iliyotokea ya kusilimu kwa Tulaiha ni hii ya kwamba ye alipojua ya kuwa makabila ya Asad na Ghatfan na Banu Amir wamesha silimu tena, basi yeye pia akakubali islam. Kisha yeye chini ya uongozi wa Abubakar akaenda Makka kufanya umra. Yeye alipopita karibu na Madina, Abubakar akaambiwa ya kwamba huyo ni Tulaiha. hata Abubakar akasema kwamba mimi nifanyeje? Mwacheni tu, kwa yakini Allah amemuongoza katika islam. Tulaiha akaenda Makka na akafanya umra. Kisha hat Umar alipochaguliwa kuwa khalifa, yeye akaja kwa hat Umar kufanya bayati yake. hat Umar akasema kwamba wewe ni muaji wa Uqasha na Thabit, wallahi mimi siwezi kukupenda. Tulaiha akasema kwamba, ewe Amirul Mu'minin, wewe unahuzunika kuhusu wale ambao Allah amewajalia heshima kwa mkono wangu, yani kwa kupitia kwangu, yani wao wakauawa shahidi, nami sikuuawa na mikono yao. Kama mimi ningekufa, ningeingia motoni, ningeingia kwenye jahanamu, na leo kwa kubali islam nimekuwa mwenye kupata fadhila ya Allah. hat Umar akapokea bayati yake na akasema kwamba, ewe mdanganifu, kuna nini kilichobaki katika ukuhani wako?
yani wewe ulikuwa kuhani, je unaendelea na shughuli zako au umeacha? Ye akasema kwamba saa nyingine napulizia kidogo tu. Kisha ye akarejea kwa kaumu yake na akaendelea kuishi kule. Katika vita za Iraq, Tulaiha akafanya kazi kubwa dhidi ya Wairani. Baada ya kusilimu, yeye akapigana vita na Iraq na akapigana vizuri, na katika vita vya Nahawand mwaka 21 hijria akauawa shahidi. Safari ya Khalid bin Walid kuelekea Zafar ambayo ni sehemu fulani na kuelekea kwa Zimal Salma binti Qirfa. Jina la Zimal lilikuwa Salma binti Malik bin Huzaifa ambaye alikuwa anafanana na mamake Qirfa binti Rabia. Yeye katika heshima na umaarufu alikuwa anafanana na mamake, naye alikuwa na ngamia wa Qirfa. Utambulisho wa Qirfa ndio huu ya kwamba jina la Qirfa lilikuwa Fatuma binti Rabia, naye alikuwa chifu wa Banu Fazara, na katika nguvu na maandalizi ya ulinzi yeye hakuwa na mfano wake. Katika nyumba yake panga 50 zilikuwa zikininginia kwa muda wote, na watu 50 wenye silaha walikuwa wanamlinda, na wote hawa walikuwa watoto wake na wajukuu zake. Mtoto wake mmoja alikuwa anaitwa Qirfa, na kwa sababu hiyo kunia yake ilikuwa Qirfa, ila hali jina lake halisi lilikuwa Fatuma binti Rabia. Nyumba yake ilikuwa pembeni mwa Wadi al-Qura ambayo ilikuwa na umbali wa safari ya mausiku 7 kutoka Madina. Mwaka wa 6 hijra kikosi kimoja kilikuwa kimetumwa kwake. Sababu moja ya kuelekea kwake ilikuwa ndiyo hii ya kwamba yeye alikuwa amepanga mpango na njama ya kuivamia Madina na kumua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu habari hiyo mwandishi mmoja ameandika kwamba safari moja yeye alitayarisha kikosi cha watoto na wajukuu zake wapatao 30 na akawaambia kwamba waishambulie Madina na wamue Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi Waislamu walikuwa wamemua mama huyo mwenye fitina. Sababu nyingine ilikuwa ndiyo hii ya kwamba Zaid bin Haris alipoenda Syria kwa lengo la kufanya biashara, naye alikuwa amebeba mali za maswahaba wengine. Pia ye alipofika katika Wadi al-Qura, watu wengi wa Banu Badr wakatoka na wao wakawapiga Zaid na wenzake na wakapora mali yote. Zaid akarejea na akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu tukio hilo. Nabii sallallahu alaihi wasallam akatuma kikosi kimoja pamoja naye ili washughulikie majambazi hawa. Tukio la Zimal Salma ambaye alikuwa binti wa Qirfa ni hili ya kwamba baadhi ya watu wa Ghatfan, Tai, Sulaim na Hawazan ambao walikuwa wameshindwa katika Buzakha wakakimbia na wakafika kwa Zimal Salma binti Malik na wakaahidi kwamba wao wataungana naye na watapigana na Waislamu hadi wauawe na kamwe hawatarudi nyuma. Watu walioshindwa wa Ghatfan wakajumuika katika Zafar. Zafar ni sehemu inayopatikana katika njia iendayo Basra na Madina, na huko kuna kisima. Ni sehemu iliyo karibu na Hawab. Hawab pia ni eneo linalopatikana kati ya Madina na Basra na kuna kisima huko. Katika sehemu hiyo Zimal akawachochea watu hawa na akawaamuru kupigana vita na Waislam, na akazunguka katika makabila mbalimbali na akawashinikiza na akawachochea dhidi ya Khalid bin Walid hadi wao wakakusanyika kwake na wakawa tayari kupigana na Waislam. Mama huyo alikuwa amewachochea watu wake ili wapigane na Waislamu, hivyo watu wakajumuika kwake. Katika uhai wa Qirfa, Zimal alikuwa ametekwa na Waislamu na kuletwa kwa Aisha, na Aisha alikuwa amemwacha huru. Akaishi kwa Aisha kwa muda, kisha akarejea kwa kaumu yake na kisha akaenda huko na akaritadi. Khalid alikuwa anashughulikia mambo ya mahabusu na mambo ya zaka na mahubiri ya Islam, ambapo akapata taarifa ya Zimal na akajitokeza kupigana naye. Mwanamke ambaye nguvu yake ya kijeshi ilikuwa imeshazidi sana na alikuwa amekwisha imarika mno. Khalid akasonga mbele kupigana na majeshi ya Zimal
na vita kali ikatokea kati yao. Wakati ule Zimal Salma alikuwa amempanda ngamia ya mama yake, na vita kali ikatokea baina ya majeshi mawili. Zimal akiwa amepanda ngamia alikuwa anawachochea majeshi yake kwa hutuba zake, na waritadi walikuwa wanapigana vita kwa ushujaa mkubwa. Kulikuwa na ngamia 100 walikuwa wamemzunguka ngamia wa Zimal, na mashujaa wakubwa walikuwa wamepanda juu yao na walikuwa wanamlinda Zimal kwa ujasiri mkubwa. Wapanda farasi Waislamu wakajaribu sana kufika karibu na Zimal, lakini kila mara wakasukumwa nyuma na walinzi wake. Baada ya kuwaua wanajeshi 100, Waislamu wakafika karibu na ngamia yake na wakakata miguu yake na wakamua Zimal. Watu wake walipomwona kwamba akiwawa na kuanguka chini, wakakosa nguvu na wakaanza kuchanganikiwa na kukimbia uwanja wa vita, na hivyo moto wa fitna hiyo ukapoa. Na katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa Uarabuni, fitna hiyo ya uritadi na uasi ikafikia tamati yake. Khalid akampeleka Abubakar habari njema ya ushindi huo. Khalifa mtukufu ayyadahullah taala anasema kwamba habari zake bado zinaendelea. Inshallah nitazieleza katika siku za usoni. Kwa sasa namalizia hapa. Wakati huu nitaeleza kuhusu marehemu wawili na nitasalisha jeneza yao baada ya swala ya Ijumaa. Marehemu wa kwanza ni Bi Sabra Begum sahiba, mke wa Rafiq Ahmad Bhatt sahib wa Sialkot, ambaye siku chache zilizopita alikuwa amefariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi. Kuna mtoto wa marehemu ambaye ameandika kuhusu mama yake ya kwamba mama yetu alikuwa na swali sala 5 na sala ya tahajudi bila kukosa. Alikuwa mwenye kufanya maombi mengi, mkarimu na mwenye kuwatumikia maskini kwa wema. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa na upendo mkubwa. Alikuwa anasikiliza hutuba na alikuwa akiwaheshimu sana wakfin. Kuna kijana wake Nasim Bhatt sahib ambaye ni mbashiri wa jumuiya nchini Nigeria, na kwa sababu ya kuitumikia jamaati nje ya nchi, yeye hakuweza kushiriki katika mazishi na jeneza ya mama yake. Hivyo ninasalisha jeneza yake. Familia yake nzima, mume wake na watoto wake na wajukuu zake wapo katika mstari wa mbele katika swala la kuitumikia jumuiya. Marehemu anayefuata ni Bi Suraya Rashid sahiba, aliyekuwa mke wa Rashid Ahmad Bajwa sahib. Aprili 20 alifariki dunia katika nchi ya Canada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mwanamke mwema na mcha Mungu, mwenye kuwatumikia wageni na wa maskini kwa moyo wote. Kwa muda mrefu akaendelea kutoa huduma kama sadr lajna ya majlisi yake katika jamaati yake. Pia akapata fursa ya kuwafundisha watoto Qurani tukufu, akawafundisha watoto wengi, na kisha kwa ajili ya kuwalea watoto wake na kwa ajili ya kuwapatia malezi bora, yeye akahamia Rabwa. Zura amesema kwamba alikuwa amehamia Rabwa kwa ajili ya kuwalea watoto wake vizuri. Marehemu alikuwa musi. Kuna mtoto wake mmoja, Bwana Safir Bajwa sahib, ambaye ni mbashiri wa jamaat katika Rabwa. Yeye pia hakuweza kushiriki katika jeneza ya mama yake. Binti yake mmoja ni mke wa mbashiri wa jumuiya. Allah awakofirie wote na awarehemu na awajalie watoto wao ili waweze kuendeleza mema yao.
नस्लों को भी ये नेकियों को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.